Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna neno lingine tena nilipewa na Mungu. Linawahusu watoto wa Mungu walioteseka utumwani. Najua wengi mtanishangaa kusikia watu wanateseka utumwani wakati sasa hivi hamna mtu ambaye amepelekwa utumwani. Lakini Mungu aliniambia kuna watu wako utumwani mpaka saa hii. Kabisa, Mungu aliniambia hivyo. Kwamba kuna watu wako utumwani mpaka saa hivi wanamtumikia Farao. Wengine ndoa zao zimekuwa utumwa. Wengine mahusiano yao yamekuwa utumwa. Wengine biashara zao ziko kwenye utumwa. Wengine imani zao ziko kwenye utumwa. Wengine baraka zao ziko utumwani. Wengine afya zao ziko utumwani. Wewe ndio unajua ni nini ambacho kiko utumwani mpaka sasa kinachokuhusu. Lakini Mungu aliniambia kuna watu wako kwenye utumwa mpaka sasa. Watu wamekalili Farao alikufa. Kuna watu mpaka sasa hivi Farao anawafunga. Itadipendi Farao wako ni yupi. Inadipendi Farao wako ni yupi. Na yupo kwenye position ipi. Lakini kuna watu wako utumwani mpaka sasa hivi hawajatoka. Kuna familia ziko kwenye utumwa mpaka saa hii hazijatoka. Kuna ndoa ziko utumwani mpaka saa hii hazijatoka. Kuna huduma ziko utumwani mpaka saa hii hazijatoka. Na lango la kutokea waoni. Lango ni Yesu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Lango ni huyu Yesu. Yeye atakutoa kwenye huo utumwa. Kwa sababu kuna watu wamejengewa kuta pande zote. Hata kijaribu kutoka na kutana na bahari ya Shamu. Nataka nikwambie, Mungu ameituma fimbo ya Musa mahali hapa. Inaenda kupasua hiyo bahari ya Shamu. Kuna watu wakitaka kupita, wakitaka kutoka na kutana na bahari ya Shamu. Yesu ameituma fimbo ya Musa iko mahali hapa. Inaenda kukupasua bahari ya Shamu. Unaenda kutoka kwenye biashara, unaenda kutoka kwenye ndoa, unaenda kutoka kiupendo, unaenda kutoka kihuduma, unaenda kutoka kifamilia, unaenda kutoka kiukoo, unaenda kutoka kikazi, unaenda kutoka kiutajiri, unaenda kutoka. Kwa sababu fimbo ya Musa iko hapa. Haleluya. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Kutoka. Ukisoma kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka pale nitakapoishia. Inasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto ulio toka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Hakika Bwana ameyaona mateso yako. Hakika Bwana amekisikia kilio chako. Hakika Bwana ameliona teso lako. Hakika Bwana ameona kunyanyasika kwa ofisini kwako. Hakika Bwana ameona kilio kwenye biashara zako. Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya waamuzi wao, maana nayajua maumivu yao. Kuna watu sasa mpaka saa hii nyumba zao ni Misri. Kuna watu mpaka saa hivi kazi zao ni Misri. Kuna watu mpaka saa hii ndoa zao ni Misri. Kuna watu mpaka saa hii familia yao ni Misri.
Kuona iangalia Misri ya Misri Warabuni, wakati familia yako peke yako ni Misri. Utanielewa. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wamewatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tunaona Mungu alimshukia Musa. Mungu akitaka kumkomboa mtu huwa anatuma mtu. Mungu wetu ni roho. Ili afanye kazi anahitaji mtu. Na shetani ni roho. Ili afanye kazi anahitaji mtu. Ukiona watumishi wa Mungu wapo, ni mawakala wa Mungu. Ni Mungu amewaweka ili wamwakilishe. Na ukiona wachawi wapo duniani, ni shetani amewaweka ili wakilishe ufalme wake. Shetani anakopi kutoka kwa Mungu. Alimwambia Mungu kwenye Isaya 12 ya kwamba nitapaa juu nifanane na aliye juu. Hilo neno tafasiri yake ina maana kama Mungu ana malaika, na yeye ataweka malaika. Kama Mungu ana wachungaji, na yeye anaweka wachungaji. Kama Mungu ana manabii, na yeye anaweka manabii. Kama Mungu ana mitume, na yeye anaweka mitume. Mitume tunajua kazi yao ni kuzunguka, kuhubiri kwa kuzunguka. Ndio maana unaona kuna mapepo ukiwa unaombea yanasema tumetumwa. Mitume wa shetani hao. Kazi ya mchungaji ni kulichunga kondoo. Utaona kuna wachawi. Kazi ya manabii ni kuona, utaona kuna waganga. Yaani kila alichokifanya Mungu shetani amekopi. Lakini sawa yote na yote, bado Mungu ameweka watumishi wake kwa ajili ya kukufungua. Tupo watumishi wake kwa ajili ya kukufungua. Mungu anaposema nimesikia kilio changu, kilio chao, nimeshuka ili niwakomboe na kutuma Musa, nenda kawatoe kwenye nchi ya Misri. Mungu amenituma leo nije nikutoe kwenye mateso, nije nikutoe kwenye utumwa, nije nikutoe kwenye vifungo, nije nikutoe kwenye hiyo Misri ambayo imekufunga kwa miaka mingi. Mungu amenituma. Mungu amenituma. Kuna watu wameng'ang'aniwa na mizimu ya Misri kwa miaka mingi sana. Unaweza kujiuliza sana mpendwa. Farao alipozaliwa, alipokuja kumilikishwa ufalme wa Misri, utamuona baba yake alikuwa akiwapenda sana Israeli. Lakini Farao huyu asiyemjua Yusufu, alipokuja kumiliki ufalme, utaona aliwachukia Israeli. Akawatumikisha Israeli, akawatesa Israeli. Lakini neno langu ni moja tu, kwamba Farao aliwachukia Israeli. Aliwachukia sana Israeli Farao. Hasa maajabu ni haya. Aliwachukia alafu hakuwafukuza. Jiulize. Siku zote mtu kienda kwake, wa Tanzania tunasema hivi, akuchukiaye hakwambii toka. Akuchukiaye hakwambii toka, ila matendo yake tu yatakuonyesha kwamba huyu ananichukia, anitaki hapa. Iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwa ndugu, umeenda kumtembelea ndugu. Mateso, manyanyaso, chuki, unaona kabisa hapa sitakiwi tena, inabidi wage. Iwe ni kwenye ndoa, mateso, kipigo, kunyanyasika, kuahidiwa hata kuuawa, unaona kabisa hapa, hata kama sawa mwingine anakufukuza na kurudisha, lakini unaona kabisa hapa sitakiwi kukaa, nifungashe mapema kabla hajaniua. Kwa sababu anasema akufukuzae akwambii toka. Na mwingine anakuambia kabisa mimi sitakufukuza, utatoka mwenyewe. Sasa tunaona siku zote mtu akikuchukia anakufukuza. Lakini hapa tunaona Farao alipowachukia Israeli hakuwafukuza. Na hata ilipotokea neema, maana mtu aliwachukia hakuwafukuza, akawaacha labda watajitoa wenyewe. Maana siku zote sisi tunasema akufukuzaye akwambii toka, ili utatoka we mwenyewe. Sawa, hawakutoka. Mungu akatuma mtu kwenda kuwatoa. Tunaona bado
Farao aliwachukia, lakini Mungu alipotuma mtu kwa ajili ya kwenda kuwatoa wale watu waliowachukia, tunaona hakukubali watoke. Unaweza kujiuliza, kwa nini kama aliwachukia hakuwapenda? Kilichomfanya tena Farao awanganganie Israeli kilikuwa ni nini? Yaani kitu kilichomfanya, ndiyo, kwa sababu tunaona Farao aliwachukia, akawatumikisha kwenye shokoa, akawatumikisha kwenye matofali, hata akaamrisha watoto, akawaambia wakunga, Mwebrania yeyote azaapo mtoto wa kike mumwache hai, bali azaapo mtoto wa kiume mumuue. Lakini wale matabibu kwa kuwa walimsikiliza Mungu, akamtii Mungu, wasiweze kufanya hivyo. Hata Farao akakasirika, akasema, kwa nini mmenidhihaki? Hamkufanya kama nilivyowaambia. Wakamwambia Farao, kwa kuwa hao Waebrania ni wanawake jasiri sana, kwani huzaa kabla ya mpunga kufika. Yaani aliwachukia kiasi kwamba alikuwa mpaka naua. Lakini tunaona walipoletewa neema ya kutoka, hakukubali tena watoke. Kwa nini? Sio Farao. Kuna miungu iliyokuwa imewangangania Israeli. Kumbuka kule nyuma Mungu anamwambia Musa, nenda kawatoe watu wangu uwapeleke kwenye nchi ya Kanani. Kanani ni mahali palipobarikiwa na Mungu. Kanani ni nchi yenye ahadi za Mungu, ni mbinguni. Kiufupi, ni mahali penye ahadi ya Mungu. Ni kama bustani ya Eden, mahali panapojaa maziwa, mahali palipojaa asali. Ukisikia kitu kinatajwa maziwa na asali, manake hicho ni kiwakilishi tu cha baraka zilizopo mahali pale. Ukisikia maziwa na asali, manake pana baraka ya kila aina. Shetani alikuwa amelishaliona hilo, na alikuwa ameshajua Israeli ni watoto wa Mungu, ni agano la Mungu. Agano la Mungu liko ndani ya Israeli. Ni mitume wale, ni manabii wale. Mungu anasema ole wake awagusaye manabii wangu. Shetani alikuwa ameshaona kwamba wanatolewa kupelekwa kwenye baraka, angali yeye alikuwa ameshazoea kuwatumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote shetani anapotaka akutumikishe, anakutumikisha kuanzia uchumi, anakufunga kuanzia uchumi, alafu ndio akutumikisha. Sasa aliwafunga wale walitumika kuzalisha kwa watu wengine. Walifanya kazi ngumu lakini ya kuzalisha faida ya Misri. Walikafanya kazi ngumu ya kuzalisha uchumi wa Misri. Kuna watu leo wanafanya kazi ngumu lakini hawazalishi kwao. Mnafanya kazi ngumu lakini mnafanya kazi ya kuzalisha kwa wengine. Wengine unaona kabisa uko kazini, upo kwenye kampuni, upo kwenye kazi fulani, lakini huna ulichofanya kwenye maisha yako. Mshahara ni mkubwa lakini huna ulichofanya kwenye maisha yako, kwa sababu shetani alikufunga. Unatumika kuzalisha, faida, unawazalishia watu faida wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho anachotaka shetani, akufunge, alafu akutumikishe, alafu faida wazalishie wengine. So Mungu anamwambia Musa, nenda kawatoe watu wangu wapeleke kwenye nchi ya Kanani, mahali penye baraka za wanadamu. Shetani aliona hapana, aliwangangania ili awatumikishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia saa hii uko wapi? Kitendo cha Misri kuwangangania Israeli, Farao kuwangangania Israeli, hakuwa ni Farao pale. Ni miungu ili wangangania Israeli wasiweze kutoka. Ni mizimu ili wangangania Israeli wasiweze kutoka kuziendea baraka zao. Nataka nikwambie, Mungu amenituma. Mungu amenituma jioni ya leo. Mungu amenituma jioni ya leo. Anasema kuna watu wameteseka kwa miaka mingi. Wanafanya kazi lakini hakuna walichozalisha. Wanafanya kazi lakini hakuna faida katika hizo kazi, kwa sababu Farao amewafunga. Wamefungiwa wasitoke. Mungu anaenda kuweka daraja mbele yako. Mungu anaenda kuweka daraja mbele yako. Unaenda kutoka, unaenda kutoka, unaenda kutoka, unaenda kutoka. Ile nguvu iliyoshuka ikaua mzao wa kwanza katika nchi ya Misri inaenda kushuka saa hii, inaenda kuua maadui zako saa hii, inaenda kuwakatilia maadui zako saa hii, inaenda kuwateketeza saa hii. Ile fimbo iliyotumika kupasua bahari ya Shamu, bahari iliyotumika kuwa kizuizi ili Israeli wasiweze kuvuka, Mungu yuko na fimbo yake mahali hapa, anaenda kupasua bahari ya Shamu, anaenda kupasua bahari ya Shamu. Unaenda kuvuka, unavuka kielimu, unavuka kwenye ndoa, unavuka kihuduma, unavuka kibiashara, unavuka kikazi, kiuchumi, unavuka kwa jina la Yesu. Pokea kuvuka, pokea kuvuka, pokea kuvuka, pokea
jina la Yesu. Wapo watu wameng'ang'aniwa na miungu ya kuzaliwa. Mungu ananiambia usika, ananiambia waambie watu wangu, mateso yamefika mwisho. Kwa hiyo atakayekubali kusikia neno hili na kulipokea na kuliombea na kulitifanyia kazi, anasema mateso yamekwisha, laana kwisha. Amesikia kilio chako. Amesikia kilio chako. Hiyo mizimu ya kwenu iliyokuwa imekung'ang'ania, imekufunga ili usiweze kufanikiwa, Mungu ameenda kuitawanyisha. Mungu anaenda kuitawanyisha saa hii. Pokea nguvu ya kufunguliwa. Hiyo mizimu ya kwenu, upande wa baba yako na mama yako, iliyokuwa imekufunga, iliyokuwa imekung'ang'ania ili usiweze kufanikiwa, ili usiweze kupita, ili usiweze kuvuka. Pokea neema ya kuvuka. Pokea neema ya kuvuka. Pokea neema ya kuvuka. Pokea neema ya ushindi. Pokea neema ya ushindi. Kuna watu wameng'ang'aniwa, hawezi kuinuka. Yaani umeng'ang'aniwa chini. Hata ukijitahidi kuinuka hata kidogo, unashuka tena. Kuna watu hata kijitahidi anajitahidi, anaona kabisa anaenda kutoka, anaporomoka tena, shwa, anaanza moja. Miaka inazidi kwenda. Miaka 40, miaka 50, miaka 70, kwisha bali. Yesu yupo. Mungu amenituma. Karabashatarabasika. Mungu amenituma kwa ajili yako. Anasema yeye ni lango, unaenda kutoka. Huo ukuta ambao walikuwa wamekujengea, unaenda kuanguka saa hii. Yeriko inaenda kubomolewa. Hiyo bahari waliokuwa wamekuzuilia mbele, inaenda kupasuliwa saa hii. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yeye ni lango la baraka zako. Toka kibiashara, toka kifamilia, toka kiuchumi, toka kwenye ndoa. Pokea baraka ndoa. Pokea amani ya ndoa. Ndoa ilikuwa imekufa, ifufuke. Biashara ilikuwa imekufa, ifufuke. Ulikuwa ukitaka kupanda unashuka chini. Pokea kuinuka. Uinuke mara moja. Uinuke mara moja. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Uinuke mara moja. Uinuke mara moja. Uinuke mara moja. Usishuke tena. Roho ya kukushusha chini tunaikatilia mbali. Tunaikatilia mbali. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Mungu akufungulie mlango wa baraka. Akutoe kwenye mateso ya mikataba, kwenye vifungo vilivyokutesa miaka mingi, vifungo vya familia, vifungo vya ukoo, vifungo vya mizimu. Yesu akutoe. Yesu akutoe. Yesu akutoe. Yesu akutoe. Yesu akutoe. Mahali upo hospitalini, wengine wana vifungo vya magonjwa ya maukoo, wako hospitalini wamelala. Hivyo vifungo vya ugonjwa wa ukoo, leo ukuachie. Leo ukuachie. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Magonjwa ya ukoo leo yakuachie. Magonjwa ya ukoo leo yakuachie. Pokea. Pokea. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Yes. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai kwa jina la Yesu. Biashara zako ziwe hai. Uchumi wako uwe hai. Ndoa yako iwe hai. Watoto wako wawe hai. Kazini kwako kuwe hai. Biashara zako ziwe hai. Utajiri wako uwe hai. Uzima wako uwe hai. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Asante Mungu Mwokozi kwa ajili ya hawa watu. Kuna jambo unaenda kutenda Bwana. Kawatendee, kakutane na haja za mioyo yao. Kawafungue, kawajaze nguvu ya uponyaji. Kupitia jina lako takatifu. Wote tuseme amen. Amen. Na wapenda, tukutane tena somo lingine ambalo nitaenda kutoa, ambalo Mungu pia alinipa. Mungu ameniongoza sana, amenipa vitu vingi sana. Anasema anataka kuondolea watu kiu ya dhambi. Kiu ya dhambi. Kuna watu wanatumika kwa makanisani, wengine ni watumishi, lakini bado wana kiu ya dhambi. Si wao, ni kwa sababu hawajakubali kunywa maji ya uzima wa Yesu ili aweze kuondolea kiu ndani yao ya kufanya dhambi. Yule mwanamke kisimani Msamaria, Yohana 4, alipokutana na Yesu aliondolewa dhambi ya uzinzi. Kiu ya dhambi ya uzinzi ilitoka kwao. Na wewe nitakapokuletea neno, kuna mahali utaenda kukutana na Mungu. Kuna mahali utaenda kukutana na Mungu. Ataenda kuondolea kiu. Tukutane next week. Mungu akubariki sana. Amen.